Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu, naomba niseme na wewe siku ya leo. Nataka nikufahamishe ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajaghafilika na machozi unayomwagika usiku na mchana. Allah tabaraka wa ta'ala hana sifa ya kusahau na hawezi kusahau maombi unayomuomba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakusikia, anakuona na anakuzingatia. Ndugu yangu, la taqnatu min rahmatillah, sikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma kana, vyovyote vile matatizo yako yalivyokuwa, pamoja ni mitihani mingi unayopitia, matatizo mengi unayopitia, majanga makubwa unayopitia, misukosuko mingi unayopitia, mitihani mikubwa unayopitia, mpaka inakutoa machozi maskini, usiku na mchana unahangaika. Ukisikia hili unajaribu, ukisikia lile unajaribu, lakini bado unaona ugumu. Mpaka inafika hatua, unafika ncha ya mwisho kabisa kukata tamaa. Nakwambia ndugu yangu, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Matatizo yako unayopitia, mitihani yako unayopitia, majanga unayopitia ni mtihani tu wa Allah kwako wewe, na kuna siku utaisha ndugu yangu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi kuwa atatutahini kupitia maneno yake matukufu, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Allah atatujaribu, amesema, juu ya mambo ambayo yatatupa hofu katika nafsi zetu. Mali ulikuwa nazo, mali zitapungua. Allah atatutahini kwa vifo, watoto wako watakufa, ndugu zako watakufa. Ulikuwa una mashamba, mashamba yatapotea. Kwa una wanyama, wanyama utapoteza. Ulikuwa una magari na majumba, vyote tahamaki, umerudi kuwa maskini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wabashiri sabirin, bishara njema. Bishara njema ni kwa wale wenye kusubiri. Alladhina idha asabatahum musiba, wale ambao pindi wanapopatwa na majanga, mitihani, misukosuko, mabalaa, hawakimbilii kwa mganga wa kienyeji, wala hawakimbilii kwenda kuchinja mbuzi mwekundu, ng'ombe mweupe, sijui kondoo mweusi aloagizwa na mganga wa kienyeji. La hasha wallahi, huwakuti wakifunga safari kwenda Sumbawanga, ama kwa babu wa Bagamoyo, ama kwa babu wa Pemba, kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wao husema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wao wanabakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanashikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Watamtaja Allah subuhi na jioni, watamsabihi Allah subuhi na jioni, watashikamana na sala, watashikamana na kila anachoruzuku Allah, hata kama ni kidogo, kutoa sadaka ili kufungua mambo yao. Daima hawaendi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi maahidi yaliyokuwa mema kabisa. Ndugu yangu, matatizo yako yana mwisho, wallahi nakuapia, yana mwisho matatizo yako. Mitihani yako ina mwisho baba yangu, mitihani yako ina mwisho. Majanga unayopitia yana mwisho ndugu yangu. Sikate tamaa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha chozi lako linaanguka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika chozi lako linapoanguka, Allah anaona, Allah anakusikia unavyolalamika, Allah anakusikia jinsi ambavyo nafsi yako inaungulika, pamoja na kuwa umezingirwa kila upande, kila kona na maadui. Huku nakikatiza, kuliani ni tabu, kushotoni ni tabu, mbeleni ni tabu, nyumani ni tabu. Ndugu yangu, itumie ardhi kusujudu na kusema na Allah subhanahu wa ta'ala. Itumie mbingu kuitazama na kuinua mikono yako na kusema naye Dhul Jalali wal Ikram. Usirudi nyuma katika ibada unazozifanya. Usirudi nyuma ndugu yangu katika ibada unazofanya. Kaa kwa Allah, lia na Allah, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Mwite Allah kwa majina yake mbalimbali. Walillahi al-asma'il husna, na Allah majina yaliyo mazuri. Fad'uhu biha, basi muombeni kwa hayo majina yake. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, saujizawna ma kanu ya'malun. Muombe Allah kwa majina yake matukufu ndugu yangu. Mwite ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mwite ya dhal jalali wal ikram. Mwite ya dhal jalali wal ikram. Mwite ya Allah. Mwite ya wahid, ya ahad, ya fardu,
ya Samad. Mwite Allah kwa majina yaliyo mazuri, muombe Allah unachotaka kwa majina yaliyo mazuri. Allah si mchoyo ndugu yangu, atakupa. Hakuna tajiri kama yeye, hakuna bingwa asiyeshindwa na kitu kama yeye. Tegemea kwake, igamiza moyo wako kwake. Hata kama umeshazunguka sehemu nyingi, dawa nyingi umeoga, mafuta umepaka, umefanya kila aina ya kufanya, bado mambo magumu, baki na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hawezi kukuacha ndugu yangu, wala Allah hawezi kukupuuza ndugu yangu, maadamu tu umerudi kwake. Hiyo mitihani yako si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo mitihani yako ni kitu kidogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhali ndugu yangu, usikate tamaa hata kidogo katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote. Hata kama umekosa maskini, pengine ulikuwa una maasi, pengine ulikuwa na madhambi, ukileta istighfar kwa Allah, Allah akakusamehe, anakutengenezea mambo yako. Usirudi nyuma baba yangu, tawakkal kwa Allah, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Yoyote atakayemtawakkal Allah, akamtegemea Mungu, basi Allah atamtosha. Wa man yatawakkal ala Allahi, na atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atamfikisha katika jambo analolitaka. Kila kitu Allah amekipanga kwa makadirio. Shukran lakum wa jazakumullah khaira. Salamullahi alaykum wal afwa minkum.